Bila shaka ubuheri wa afya, karibu sana ndani ya Hello Weekend. Tunafuraha kwa kutuchagua, tunafuraha kwa kuendelea kuchagua UTV na kuendelea kuwa mwanafamilia wa Azam TV. Langu jina ni Merox Mbana, mwenzangu ni Gilfred Arnold, MC Jojo. MC Jojo, Gilfred Arnold. Heshima tutakubaliana sote pamoja na wewe mtazamaji kwamba inaweza ikajengwa kwa miaka kadhaa, lakini inaweza kubomolewa kwa sekunde 3. Hivi sekunde, hata sekunde moja inaweza ikatosha kubomoa heshima Yeah, inabomoa, inashusha kabisa. Na ndio maana Messi, kuna rafiki yangu mmoja, is like my brother, yeye aliwahi kuniambia ili uweze kuhepuka vitu kama hivyo, bora kukaa kimya, kuwa kiziwi. Kuwa bubu, kaa kimya, kuwa kiziwi. Haya mambo unaweza ukaepuka. Sasa hayo ni wewe katika kujivunjia heshima. Linakuja swala zima la wewe kuvunjiwa heshima. Utafanya nini ili usivunjiwe heshima? Maana kuna mawili, unaweza kutengeneza heshima na ukajivunjia mwenyewe, lakini unaweza kutengeneza heshima na ikavunjwa na mtu mwingine. Na hapa inakuja swala zima la udhalilishaji. Na ndio maana unakumbuka ule usemi wa mama, ukinizingua na kuzingua. Tunaulizana, je, jamani, ni nini chanzo cha vitendo vya udhalilishaji na kuvunjiana heshima kwenye jamii? Udhalilishaji na kuvunjiana heshima kwenye jamii. Kuna baba ulikuwa unamuona ni baba wa busara, kuna mama mlikuwa mnamuona ni mama wa busara, lakini anatokea mtu mwenye siri zake, anakuja kuzibwaga hadharani. Kumbe wa hovyo tu. Ndio wale mambo mfalme na masikio marefu kama ya punda. Yale. Tunazungumza hili kwa sababu hivi karibuni, kama wewe ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, basi umekuwa ukishuhudia baadhi ya marafiki wanakuwa marafiki wa kushibana kabisa, lakini pale urafiki wao unapokoma, basi utazifahamu siri zote kwa upande wa rafiki A na rafiki B, na nyinginezo zinakuwa ni za kuvunjiana heshima, za kudhalilishana. Baadhi ya wanandoa wanakaa kwenye ndoa vizuri kwa amani, upendo, mshikamano na utulivu, lakini wanatuonesha mapenzi yao hadharani, lakini pale ndoa inapofikia ukomo sasa, basi tunakuja kuonyeshwa na yale machungu na maswaibu waliokuwa wakiyapitia, ambayo mengine yanapelekea udhalilishaji na kuvunjiana heshima. Kumbe Jojo, ulikuja na nguo 3 kabatini kwenye ile ndoa. Ndio. 3 tu. 3 ndio. Mimi ndio nimekutambulisha kwa designer wote, na mimi ndio nimekupeleka kila Kuna mwingine unaingia kwenye ndoa huna passport, huna hata NIDA. Alafu tukimaliza unaweza kusema mimi nilikuwa nikila natafuna. Kwa lazima useme. Mtu anaingia kwenye ndoa kumbe kutafuna hawezi. Umemfundisha kutafuna vizuri. Achana tu. Kama hilo kosa alifanya mamangu. Kama siwezi kutafuna kausha. Sasa tukiachana ndo tunakuja kusema kumbe usimwona Jojo na suti yake kizibao fresh, ukimwona kutafuna hawezi. Tunaulizana jamani, kwa nini tudhalilishane? Kwa nini tuvunjiane heshima pale ambapo umeshazifahamu siri za mtu, umeshafahamu mambo ya mtu ambayo yanamvunjia heshima na unakuja kuyabwaga hadharani? Ndicho tunachokiangalia kwa siku hii ya leo. Tutashirikishana hapa nini chanzo cha vitendo vya udhalilishaji na kuvunjiana heshima kwenye jamii. Tayari tunao wanajopo hapa studio, lakini mwanajopo nambari 1 ni wewe. Ni 0763809770 ndio namba yako. Unaweza kushiriki na sisi hapa kwa njia ya WhatsApp, utatutumia ujumbe au utatupigia WhatsApp video call. Mabibi na mabwana, kwa heshima na taadhima naomba tumlete kwenu Bwana Rajab Mpilipili, mtaalamu wa sosiolojia. Makofi mengi sana kwake. Karibu sana Bwana Rajab. Asante. Tumefurahi kuwa nawe kwa siku ya leo. Niliwamisi sana. Kumbe Bwana Rajab umeingia kwenye ndoa una kiatu kimoja tu. Sisi sasa hivi tunakuona unang'ara. Baadaye tunakuja kuambiwa na bibie. Msimuone vile. Na mimi naomba nimuulize Bwana Rajabu, Rajabu Mpilipili, wewe pilipili ya shamba inakuwashia nini wewe? Haijawahi kuniwasha kwa sababu mimi ndio mti. Sasa inaniwashaje? Kwa heshima na taadhima, mabibi na mabwana, namleta kwenu Mwalimu Samuel Molel. Huyu ni mtaalamu wa saikolojia, lakini pia ni mwandishi wa vitabu. Makofi mengi sana kwako Bwana Samuel.
Mwalimu, tumefurahi kuwa nawe kwa siku hii ya leo. Nashukuru sana. Tunaamini kwa upande wa saikolojia hapa utakuja kutueleza kinaga ubaga. Kwanza mdhalilishaji na aliyedhalilishwa. Jamani, mna uhakika BAKITA awaje hapa? Awaje. Wewe unakumbuka Kiswahili kama ulisoma Kiswahili? Kitendo ni kudhalilisha. Kuna kudhalilisha, kudhalilishwa, kudhalilishana, kudhalilishwa, kudhalilisha. Na sisi ambao ndo tumeona mtu kadhalilishwa tunaitwaje? Tulioshuhudia sasa mtu kanadhalilishwa. Ni mashuhuda. Lakini kwa heshima pia na taadhima tunapata nafasi ya kufahamu kwa upande wa sheria sasa, kwa sababu hili swala linaenda mbali zaidi hadi kisheria. Kwa upande huu wa udhalilishaji na kuvunjiana heshima kwenye jamii, tunaungana hapa na Agustino Mwanyigu. Huyu ni wakili msomi. Karibu sana Agustino, tumefurahi kuwa nawe kwa siku ya leo. Shukuru sana. Bila shaka tutafahamu vifungu vyetu vya sheria vinazungumza nini juu ya udhalilishaji na aliyedhalilishwa anaweza akafanya nini. Tutaungana na wewe pia ukiwa ni miongoni mwa wanaoshiriki mjadala wetu. Sasa Gilfred, kwa kuanza kabisa tupate tafsiri ya haya maneno ambayo tunayatumia hapa, si ndio? Ndio. Kwanza kabisa tuangalie hiki tunavyosema heshima ni nini, lakini tuangalie udhalilishaji ni nini, afu tuje tuangalie kwenye sheria inazungumza nini juu ya eneo hili. Tuanzie kwako Pilipili, kwa sababu wewe ni mwandamizi mwenyeji, ili bwana Mwele akiwa anavuta pumzi hapa. Tunavyozungumzia heshima kwenye jamii, wewe ni mtaalamu wa sosiolojia. Ni nini? Inabebwa na nini? Asante sana. Tunavyozungumza neno heshima, kwanza kabisa tunapaswa kufahamu linabebwa na vitu kadha wa kadha. Lakini kwa asilimia kubwa vimebebwa na namna taswira ya mtu husika au ile namna mtu anavyofahamika katika jamii anavyochukuliwa. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo. Kwa hiyo kama tunakuchukulia wewe ni mtu ambaye una busara, ni mtu ambaye huwezi kuwa chanzo cha matatizo, chanzo cha shida mbalimbali katika jamii, kwa vile namna ambavyo jamii itakavyokuwa inakuchukulia, inapotokea kuna uhitaji fulani au kuna busara fulani zinahitajika, wewe unakuwa ni mtu namba moja ya kufikiriwa. Ile pia ni sehemu ya namna unavyoheshimika katika ile jamii. Kwa namna unavyochukuliwa pia inaweza ikawa ni sehemu pia ya nini, ya heshima. Lakini vile vile pia tunapozungumza kwa kifupi tu, kwa sababu unajua tuko wengi na tunapaswa kuichambua hii mada vizuri. Heshima ni namna mtu anavyostahiki kuchukuliwa na kutendewa kadiri ya utu wake na namna anavyojiwasilisha katika jamii husika. Hiyo ndiyo heshima. Ninajuaje kama hapa naheshimika sasa? Wewe utajua kama unaheshimika kulingana na hadhi unayopewa katika jamii yako. Hadhi. Unapokuwa unapata hadhi ya chini, unapokuwa unapata ushirikishwaji duni au ushiriki duni, unapokuwa unapata namna, yani wewe ni wa mwisho kwenye kila jambo, ujue pia kuna changamoto pia katika heshima yako. Lakini pia ujue vile vile pia kuna changamoto kwa katika namna ambavyo jamii yako inakuchukulia. Ndio maana katika sosiolojia tunasema huwezi kuwa mtu ila una jambo au una jukumu la kutekeleza katika jamii. Ikiwa huna, basi we bado ni binadamu tu, sio mtu. Kwa hiyo utu wa mtu ni wema na utu wa mtu ni heshima, ubinadamu ni asili. Asante. Kumbe kuna binadamu lakini sio mtu. Ubinadamu ni asili. Kama una asili ni ngumu kutokuwa na asili, kwa sababu wewe umezaliwa binadamu ila unaweza usiwe mtu. Ni vitu tofauti. Haya, Mwalimu Samuel, tueleze hapa saikolojia inazungumza nini juu ya heshima na udhalilishaji? Asante ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji. Ni kweli kama alivyozungumza mzungumzaji, heshima ni hadhi. Utu wa mtu ni hadhi alionayo. Heshima unapata hadhi katika jamii, kwako wewe mwenyewe na kwenye jamii inayokuzunguka. Heshima unaweza ukaipata au ukaipoteza au ikapotezwa kulingana na wewe unavyojichukulia au unavyofanya. Sasa amani msingi wake mkubwa ni heshima, respect, kumheshimu yule na yule akuheshimu, kwa sababu vinakwenda na kurudi.
Unatoa sadaka, baraka zinakuja kutoka kwa Mungu. Nadhani unanipata. Sasa ukiwa katika hali ya utulivu, hali ya hadhi yako, ukaweza kustawisha hadhi yako kwa kujithamini na kujipenda. Watu wengi hatujipendi na hatujithamini, ndio maana haya yote tunayazungumza hapa ili msikilizaji na mtazamaji aweze kuelewa. Watu wengi hatujipendi. Maana usipojipenda wewe, huwezi ukapendwa. Usipojithamini wewe, huwezi ukathaminiwa. Kwa hiyo unatoa, unarudisha vile vile. Vitu gani ambavyo sasa vinanifanya mimi nionekane najipenda? Sasa kwa mfano ni kazi umepewa. Kazi unaithamini. Ukijithamini wewe, utathamini kazi. Ukithamini kazi, matokeo yataonekana kwa matendo unayotenda. Utamheshimu bosi, utamheshimu ndugu, utamheshimu mdogo, utamheshimu mkubwa. Watasoma kutoka kwako na watajifunza yale ambayo wanapaswa kujifunza, kwa sababu tunajifunza pia kwa wengine, kuchukua baadhi ya tabia nzuri, zile mbaya tunaweka pembeni. Sasa kwenye uzalilishaji, sasa hapa ndipo tunapokwenda kwenye hali nyingine ya tofauti. Uzalilishaji ni kitendo ambacho chochote kile ambacho kinaweza kikaleta madhara kwa mtu na kikamwathiri mtu kisaikolojia, kihisia, kiakili na kimwili. Sawa na mtu anajuaje kama hapa sasa nimedhalilishwa? Maana kuna namna sisi tunahisi kudhalilishwa ni zile siri zako, vitu ambavyo watu hawavijui vitakapowekwa hadharani. Kuna vingine ni vya kawaida, yani kuna kitu mimi nikikifanya ni cha kawaida, lakini akifanya Gilfred inaonekana ni udhalilishaji. Asante ndugu. Mpipi, unataka na wewe ugusie hapo? Nitagusia, ngoja mueleze. Sawa. Asante ndugu mtangazaji. Kuna mambo tunafanya kwa kujua na kwa kutokujua. Conscious and unconscious. Sasa mara nyingi unapofanya jambo, ukijithamini utamthamini mwingine. Ukijithamini utamthamini mwingine. Kitendo chochote kibaya ambacho unachukia utamfanyia mwenzako kama wewe ukipendi. Lakini ukiwa unafahamu, wazungu wanasema it is only understanding that can avoid distraction. Uharibifu unaondolewa na ufahamu. Ufahamu, ukilifahamu jambo, hutalitenda ndivyo sivyo. Lakini ukumbuke, tunaelewa tofauti. Mtu aelewi unavyotaka wewe aelewe. Mtu anaelewa mtazamo wake. Kwa hiyo inategemea yeye anachukuliaje lile jambo unalolizungumzia au unalolitenda. Kwa mfano, udhalilishaji unachukua nafasi kwa sababu gani? Ubongo wa mwanadamu haujaumbwa kuumizwa na maneno. Mwili huu wa kwako, sense ile ya ubongo wako itaumia pale ambapo utachomwa na kitu, utaguswa na kitu au utaunguzwa. Ndio taarifa itaenda kwenye ubongo. Lakini ukitukanwa au ukafanyiwa kitendo, ukikubali ile hali unaipunguzia makali. Usiruhusu. Jinsi tunavyohusiana na mambo na jambo, ndivyo tunavyoleta sumu ile ya cortisol inazalishwa ndani, inatuumiza. Ukitukana, kwa mfano umefanyiwa jambo ukapuuzia, yule aliyekutukana jambo lile linarudi kwake. Maana yake ukimya ni sauti inayoongea kuliko speaker zinazozungumza. Kuna wakati unaweza ukamuelewa mtu kwa picha, hisia na maneno. Kuna wakati mtu akiongea, ukimsikiliza katika hali ya usikivu mzuri, hutamjibu kwa sababu utaongeza. Unaweza ukapandisha jambo. Kuna wakati utamuelewa mtu kwa maneno anayoongea, hutamjibu kwa sababu unajua kabisa hali aliyonayo, haya mawimbi yanaweza yakaleta shida, ngoja ni nyamae kimya. Sasa tunatofautiana pale jinsi tunavyopokea taarifa nzuri na mbaya, ndivyo inavyotuletea madhara kwetu. Kwa hiyo una maana kwamba moyo ambavyo huwa unaumizwa na maneno ya watu na vitendo vya watu ni kwa sababu sisi tunakuwa tumekubali. Kuna uwezekano kabisa kama moyo wetu ingekuwa haiumii hata kidogo? Unaweza usiumie ukiwa unafahamu, ukiwa unaelewa. Kwa mfano mimi ukiniambia, ukinizomea, mimi nakushangaa tu. Hata tukicheka. Sasa sijui, yani kwani ukinizomea, hakuna chochote unaweza. Kwa mfano ukinitukana, hauvunji miguu. Ni mimi niruhusu. Mtu ana uwezo wa kujiumiza na kujidhalilisha yeye mwenyewe kwa kuruhusu reaction. Mawasiliano yanapokosa weledi, ndipo tafsiri inavyokuja pale. Sasa ndio ile wanasema kwamba kizungu, change what you can change, accept what you cannot change. Msiba uko pale unapopambana na jambo huwezi kubadilisha. Ukilikubali, kwa mfano ni mume mlevi,
mke akimkubali kwa ile hali atapata nguvu na namna ya kumsaidia, lakini akiwa anapishana na kupambana atakuwa anapeleka maneno ambayo yanawasha, yanaanza kumletea shida yule baba na anaendelea zaidi kwenda kule. Kuna kitu ambacho nimekuwa nikijifunza Messi na mtaalamu hapo. Mimi ni short temper. Ndio. Sasa kuna namna ambavyo nilipokeaga message fulani hivi kwa ndugu yangu fulani. Baadaye nikaona mimi nika-react. Nilivyo-react nika overreact sasa, kwa maana kwamba nikamjibu vibaya, yani afu ilikuwa jambo poa tu la kama yani alikuwa yani nilizidisha sasa. Baadaye yule ndugu yangu akaenda kusema kwa mshua. Sasa unajua yani kwamba huyu jamaa hizi risasi zonipiga ni kubwa sana. Akatia ndo mgomvi. Kwa hiyo kusema kwa mshua akaniambia utakuja kupata ugonjwa wa moyo. Umeelewa ndio maana wazungu wanatumia neno chill. Tunakuja kwako hapa bwana Mpilipili sasa. Sasa nimeshaishi. Alitaka kuchangia kwanza lile swali alafu umpe hilo hapo. Sawa. Twende hapo. Sawa. Nilichotaka mimi kuchangia tu ni kwamba tunapoongelea udhalilishaji, kwanza tukumbuke kwamba hili ni tendo au matamshi ambayo hayana uhiari kwa yule anayetamkiwa au anayetendewa. Ukiona maana kwa mfano mimi hapa ukiniruhusu hapa nije nikukumbatie, sawa, na nikakubusu, sawa, sija kudhalilisha. Nanielewa, sija kudhalilisha. Sijaelewa vizuri. Ukiniruhusu nije nikubusu hapo ulipokaa, nikukumbatie, sawa, sija kudhalilisha. Na nitakuruhusu mwishoni. Sawa? Lakini umesikia kwanza ulivyoreact wewe. Umeona? Hiyo wewe. Kwa sababu hauna nini? Hiari. Sawa? Lakini kungekuwa na hiari, wewe mwenye ungesema do it again. Do it again. Rudia tena, kwa sababu kuna hiari, ni kitu ambacho kwako hakina nini, hakina maumivu yoyote, yani wewe mwenyewe umekiridhia. Kwa hiyo yani ile ridhaa ndio inayoweza kutenganisha udhalilishaji au hali ya kawaida. Kwa kitu chochote ambacho si cha kawaida na hakina uhiari ndani yake, mtu anachotendewa au kunenewa, hicho ni udhalilishaji. Kwa hiyo ndio haya tulikuwa tunasema. Kwa hiyo kama mimi nimekutana na Gilfred, nimeingia kwenye ndoa, ni kweli nilikuwa sina passport, sina nini, nikaamua kukisema mwenyewe kwamba Gilfred ndo aliyenisaidia. Yani unatumia kitambulisho changu cha NIDA, unatumia kitambulisho changu cha NIDA. Na hata kama yeye akisema ndio udhalilishaji. Hata kama yeye angekuja mwingine akasema ila tumekubaliana useme ulinisaidia, pia haina udhalilishaji. Sawa. Si tunaelewana? Watu wote hawa ndio kaongea kwenye mti kwamba na masikio marefu kama ya punda. Kwa nini? Kwani mimi nilikupa hiyo ridhaa? Tumeelewana Kwa hiyo udhalilishaji unakuja ile consent, ipo hiyo consent. Kuna ridhaa. Kuna ridhaa. Wewe unanigusa huko unako nigusa, nimekuruhusu, nimekwambia do it again. Wewe unanitukana, hayo maneno unayoyasema unaamini mimi nitafurahi nikiasikia? Sawa. Hau unaamini hayataniumiza, hayatuchukulia kwamba hayatoathiri utu wangu na heshima yangu bila ridhaa yangu, ni udhalilishaji. Kwamba natafuna vibaya mbele ya jamii. Wewe unaamini mimi nikisikia hivyo kwamba mimi natafuna vibaya nitajisikiaje? Unakoroma. Unakoroma. Wewe unalala unakoroma. Yaani wewe hizo ni siri, au ni udhaifu wangu. Kwa nini ukauweke hadharani bila ridhaa? Lakini si uhalisia. Ngoja majirani ndio uhalisia. Tutakuja kurejea hapa. Majirani wanajua unakoroma. Kuna mstari mwembamba sana kati ya udhalilishaji na uhalisia Mpilipili. Watu hawatujui kwamba watu wanapaswa kukumbatiana kama sehemu ya kuonesha upendo. Ndio wanapaswa. Sasa kwa nini mimi nikitoka kule nikafika tu nikakukumbatia wewe usabulalamike? Lakini ni uhalisia. Sawa, ni uhalisia. Yani kwa nini ulalamike? Kuna kitu mtaalamu. Ni hiari. Kwa hiyo namna unavyoakisi wewe na hiari yako ndio inayoleta changamoto huko ndani. Mwalimu unasemaje? Kuna mstari mwembamba kati ya uhalisia na udhalilishaji. Kuna mstari ulioko hapo. Lakini ni kama vile nilivyozungumza, hayuko mbali kaka. Jinsi mtu anapopokea taarifa. Kuna watu ambao wanasikiliza kwa macho na mdomo, wameacha masikio. Ukiongeza usikivu vizuri, msikivu anaelewa, yani attention, yani usikivu unaongeza utambuzi wa jambo.
Ndio maana pale mtu akizungumza jambo lile, wewe ukilisikiliza kwa makini unaweza usimjibu. Yaani unaweza ukamuelewa moja kwa moja ukapunguza makali. Asante. Na baada ya hapo sasa haliwezi likapata nguvu. Lakini kwenye hiki niongeze kwa kaka alichosema. Ni kwamba ukitaka jambo ukweli uende vizuri. Kwa mfano ni mtu amesikia labda mke wangu anatembea na mtu. Yule mtu akaniletea mimi taarifa. Pale itakuwa ni ngumu. Itakuwa ni ngumu. Sasa kinachotakiwa ukimuona mtu anatembea na mke wa mtu, wewe nenda kamwambie yule hiki na udhibitishe kwamba ni ukweli. Mwambie yule hiki unachokifanya kaka sio kizuri, hiki unachokifanya dada sio kizuri, hebu acha. Ukweli ule utaenda moja kwa moja. Sawa. Basi Messi, twende kwa wakili naye atuambie. Wakili, hebu tuambie sheria inasema nini kuhusiana na masuala ya uzalishaji na uzalishwaji? Asante. Kwa ufupi ni kwamba kuanzia dunia imeanza kutambua kwamba watu wana haki ya kuwa na uhuru na heshima inayolindwa kisheria kabisa, kuanzia sheria za kimataifa. Lakini bahati nzuri ni kwamba nchi yetu pia kuanzia katiba ya Jamhuri ya Muungano ibara ya 12 ibara ndogo ya pili inaelezea wazi kwamba kila mtu ana haki ya kulindwa utu na heshima yake katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hiyo ndo sheria mama. Lakini pia serikali yetu ilienda mbali ikaandaa sheria nyingine nyingi ambazo zinalinda utu na heshima ya kila mwananchi wa Jamhuri yetu ya Tanzania. Kwa mfano, kuna sheria namba 3 ya mwaka 1976 ambayo ni sheria ya magazeti, Newspaper Act. Sheria hii imeelezea kwa namna gani mtu anaweza akawa amedhalilishwa. Kifungu cha 38 na 39 kimeelezea kashfa ni nini. Kuna watu huwa wanatoa maneno ili waharibu heshima ya mtu, possibly kwa manufaa yao, kwa kulipa visasi, kwa kuamua tu kwamba kwa sababu naweza. Lakini wengi wao huwa wanafanya hivyo bila pasi na kujua kwamba ni nini ninakifanya na impact yake ni ipi. Lakini uzuri ni kwamba sheria imetoa mpaka adhabu. Kwa mfano kwanza kimsingi nataka ijulikane kwamba kuna udhalilishwaji na kuna kashfa. Na kifungu cha 38 specifically cha sheria ya magazeti, sheria namba 3, sura namba 3, inaelezea kashfa ni nini. Kiprint, ukaandika, ukachora, ukaelezea vitu ambavyo sio vya ukweli. Sawa, inasema spoken words or sounds, na ukapublish hivyo vitu kwa madhumuni ya kutaka kumshushia mwenzako heshima yake na utu wake, hiyo kitu inaitwa kashfa. Kwa Kiingereza wanaita libel. Lakini kuna acts sasa pia ambazo zinaingia kwenye hizo kashfa. Sawa, unapotaka kuumiza heshima yangu mimi, heshima ya mwenzako, heshima ya mtu wako, ndugu yako, rafiki yako, hiyo pia ni defamatory, ni udhalilishaji, of which adhabu zake zimetolewa mle. Unaweza kuna kifungo cha hadi miaka 2 au fine pamoja na kifungo. Sasa pia kuna vitu viwili. Kuna udhalilishaji ambao unaingia mpaka kwenye masuala yenye hali ya kingono. Kuna watu wanafika mbali mpaka kufika huko. Pia sheria imespecify, imeweka kuna adhabu. Saizi tuna Cyber Crime Act, iko specific na ni kali kweli kweli. Ni vile tu kwamba Watanzania wengi hawajajua ukali wa ile sheria na wala hawajajua haki zao. Kimsingi mle ndani kuanzia kifungu cha 16 kwenye sheria ya Cyber Crime Act, sheria ya makosa ya kimtandao tunaita,
ina adhabu za kufikia kulipa faini za shilingi milioni 20, vifungo vya miaka 10, 20 kwa kumdhalilisha mtu katika mfumo ambao utakuwa na mwelekeo wa kingono. Sijui mnanielewa? Tunakuelewa, japokuwa unachapisha kidogo ya kingono tumeiweka pembeni, lakini tumekuelewa. Yeah. Unafanya kitu ambacho unachapisha maudhui kwenye mitandao ya kijamii ambayo yana hali ambayo yanamweka mtu uchi. Mliyafanya hayo katika faragha zenu ambazo kimsingi katiba yenyewe imeheshimu faragha ya Mtanzania. Wewe umeona kwa sababu ya hasira, kutokujua, visasi au kutaka tu publicity, yani kutaka watu wakufahamu kwamba you can do this. Yes, like... unaweza kufanya hiki. Sio unaamua kuchapisha. Vijana wa saizi wanasema connection. Lakini sheria ya makosa ya kimtandao iko kali kabisa. Mle ndani kuanzia kifungu cha 14, kuanzia kifungu cha 14 mtu yeyote anayeweza akapublish kupitia simu, kompyuta na nini, imetoa fine yake not less than 20 million shillings au kifungo cha not less than 7 years au vyote kwa pamoja. Maana yake unaweza ukapigwa fine ya milioni 20 au ukafungwa miaka 7, miaka isiyopungua 7. Maana yake busara ya mahakama inaweza ikatuongoza sasa. Wewe bwana umefanya hiki kitu, umemchafua huyu mtu, umemharibia utu wake, umekiuka haki zake zote. Huyu mtu saizi hawezi akatembea, hawezi akapata ajira, hawezi akafanya vitu vingine vyote kwa sababu ya udhalilishaji ambao umemfanyia. Kwa hiyo adhabu yako inaweza ikawa, na kwa sababu uzuri wa adhabu ni kwamba zinatakiwa ziwe fundisho kwa watu wengine wasifanye, kwa lazima iume. Yeah. Kwa tutaangalia pale, busara ya mahakama itaangalia pale, huyu mtu ili yume hii tumpatie miaka 10, 20, lakini isipungue 7. Lakini pia unaweza ukapata vyote kwa pamoja, yani ukapigwa fine na ukafungwa hiyo miaka. Kwa hiyo uzuri ndo hivyo, sheria imeweka wazi na mfano pia kifungu cha 16. Unajua hizi sheria ni ndogo ndogo ambazo kila Mtanzania anaweza akawa anazipitia kama story, kama kujiburudisha. Unapata vitu baadhi. Kuna watu wana tabia za kupublish vitu ambavyo ni vya uongo. Huyu bwana yuko hivi, huyu bwana amefanya hiki, huyu bwana amefanya hiki, kwa malengo ya kumchafua mtu. Sheria ya makosa ya kimtandao pia imeelezea vifungu, mazingira hayo ya uchafuzi wa heshima ya mtu kwa kumsingizia kwa uongo. Ambapo na swali kidogo wakili, na swali kidogo, sijui unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Na swali moja kwako. Ndio, karibu. Tumekuwa tukiona kuna sheria kama ulivyosema, lakini kuna adhabu, lakini haya mambo bado yanaendelea kuwepo kwenye jamii yetu, kwa maana kwamba watu wanafahamu au baadhi ya watu wameshindwa kufahamu kwamba kuna adhabu. Kwa nini haya mambo yanaendelea? Kuna watu wanafahamu, lakini bado haya mambo ya udhalilishaji yanaendelea. Lakini swali la pili, vipi sasa nikiwa nimemdhalilisha mtu, kwa maana kwamba labda nimemtumia message za udhalilishaji na yeye akanijibu, sheria ikoje kwa hawa wote wawili? Na sisi tunavyojua sheria ni msumeno, inakata kote au inakuwaje? Sasa samani kwa swali la kwanza sijakusikia vizuri mwanzoni, ulikuwa unakatika, lakini kwa swali la pili nimekupata. Kwa kosa ni kosa, ufanye kwa kujua au kutokujua. Yani kutokujua sheria sio excuse kwenye masuala ya jinai inapokuja swala lolote la kosa. Kwa hiyo wewe umetumiwa kashfa au udhalilishaji, ukaujibu kwa kudhalilisha back. Nyinyi wote ni waovu wawili. Na katika macho ya sheria, kama
ikifahamika pasipo shaka kwamba wote mmefanya huo udhalilishaji, wote mnakuwa liable kwa hizi penalties ambazo zimeonyeshwa kwenye sheria rasmi. Sawa, tutarejea hapo kwako wakili, uje utufafanulie, kwa sababu wewe ni wakili pia, hizi kesi unakutana nazo. Uje utufafanulie mstari uliopo kati ya udhalilishaji na mtu kusema ukweli juu ya kitu. Gilfred amepata heshima kwamba amejenga nyumba zake 7, tunamheshimu. Alafu mtu anakuja anaonesha nyaraka kwamba hizi nyumba si zake. Mali kauli. Hizi mali zote kumbe ni mali kauli. Na Gilfred asema mimi nimedhalilishwa. Sasa mstari uliopo kati ya udhalilishaji na kusema ukweli juu ya mtu fulani, kwa sababu vitu vingi tunaona vinakuwa ni ukweli umesemwa. Utakuja kutuambia hapo kisheria unazungumza vipi. Turejee hapa studio, lakini na wewe hapo nyumbani unaweza kushiriki na sisi. Tutumie ujumbe wako 0763 80 juu ya hiki ambacho tunakijadili kwa siku hii ya leo, na sisi tutausoma hapa. Kwa sasa hivi tumezungumza na wenzetu kutoka mikoa tofauti tofauti, na waandishi wetu wamepata nafasi ya kuzungumza nao. Tupate nafasi ya kuwasikiliza. Bila shaka tunaanzia mkoa wa Morogoro. Mwenzetu Teresia Mwanga amezungumza na wakazi wa Morogoro katika hili. Sababisha watu wanadhalilishana, cha kwanza kabisa kutokuwa na nidhamu katika maisha ya kila siku kwenye jamii tunavyoishi. Huwa hasa vijana, tofauti na vijana wa zamani na vijana tuliokuwa nao. Vijana wa kisasa hawana maadili yaliokuwa mema, na ndio maana unategemea mpaka inapelekea kwamba kutokuheshimiana na kudhalilishana, kwa sababu kulingana na maadili waliolelewa vijana wa sasa, sisi tuliokuwepo na vijana wale wa zamani ambao waliolelewa na wazee wetu. Kwa hiyo inapelekea kwamba kutokuheshimiana baadaye inapelekea kwenye maisha yao ya kila siku na kupelekea kudhalilishana. Kinachotakiwa kufanyika, kwanza wanasema ili uwe kijana bora unategemea na familia yako uliotokea. Kinachotakiwa kufanyika ni familia zetu, iwe mzazi, iwe jamii kiujumla. Kwanza tuanzie kwenye maadili ya nyumbani kwetu. Ukiweza kumlea kijana vizuri katika maadili, basi hata tunapokuwa umri fulani, basi tabia kudhalilishana inakuwa hamna, kwa sababu tumetokea kwenye maadili yaliokuwa bora. Mmomonyoko wa maadili kimsingi inabidi turudi kwenye misingi ya mababu zetu, tuweze kujali maadili, tuheshimiane, tuweze kujali misingi ya kimungu, na mwisho wa siku tutajenga jamii ambayo ina maadili na inafuata misingi ya kimungu na misingi ya kitaifa. Tunashukuru kwanza serikali imeliona hili jambo, na ndio maana masomo ya maadili yameimarishwa katika shule na taasisi mbalimbali. Lakini pia napenda kutoa wito kwa mashirika yasiyo ya kiserikali yaweze kupaza sauti na kuhamasisha maadili katika taifa la Tanzania. Kwanza mimi niseme ni maadili yameporomoka. Kwa hiyo haswa kinachotakiwa kwanza watu kwa ujumla, maadili tuseme kwamba kidogo yameshuka. Ndio maana watu wanadhalilishana ovyo mbele za watu, hakuna kuheshimiana. Na nadhani hivyo. Wakazi wa Morogoro hao waliozungumza na mwenzetu Teresia Mwanga, ambao tuliuliza ni nini chanzo cha vitendo vya udhalilishaji na kuvunjiana heshima kwenye jamii, kwa nini vimekuwa vikiendelea. Jamani, mmewasikia wakazi wa Morogoro, na elimu ya sheria tumeipata sote. Zungumzeni neno juu ya hicho kizungumza wakazi wa Morogoro. Asante, labda niseme tu jambo. Ni sahihi walichokisema kwamba mmomonyoko wa maadili imekuwa ni sehemu mojawapo ya sababu, lakini zipo sababu nyingi, ikiwemo haiba na tabia ambazo zimekuwepo katika yani, kwa maana ya, kwa sababu tukumbuke haiba inajengwa, lakini pia maadili vile vile yanajengwa. Kwa hiyo pia kuna changamoto katika malezi ya watoto na makuzi, kiasi kwamba sasa wamekuwa wakiwekwa sana au wakipata uzoefu sana wa masuala haya yanayoashiria kuvunja heshima au utu wa mtu au kudhalilisha, kadiri ya wanavyokuwa wakiona. Wanashuhudia wazazi wanapigana hadharani, wazazi wanatukanana, wazazi wanafanya vitu tofauti, ndugu jamaa mbele yao. Kwa hiyo kumekuwa kidogo hakuna ule ufaragha wa kuweza kufanya vitu ambavyo vinawahusu wenyewe. Kwa hiyo wenyewe wakati mwingine nafikia tu sasa wakati wanaviona ni vya kawaida, wana normalize. Na ndio maana sasa hivi kuambiwa wewe ni mpuuzi, wewe mjinga, watu kukumbatiana hadharani imekuwa ni shida. Na tunasahau kwamba unachokifanya chochote
kabla hujakifanya, kumbuka kwamba unapaswa uione jamii yako. Whatever you do, you must see the society within. Huo ndio maana wewe huwezi kutoka nje tu uchi. Ungeweza kutoka kwa hiari yako sababu wewe ndiyo mwenye mwili wako. Lakini kwa sababu kuna kanuni za kijamii ambazo wewe ukuzishiriki lakini umekuta zinaenda hivyo, unalazimika kufanya nini? Kuzifuata, conformity. Asante. Asante sana. Kumbe hata mtu akija kukuhug, kukumbatia, una haki ya kukataa au kukubali. Yes. Bwana na kukwepa. Okay. Wala sio shida. Sawa sawa. Sasa tuje tuangalie kiini, kisaikolojia, maana tumezungumza na pia wakazi wa Morogoro nao wametuambia ni vitu gani ambavyo vinakuwa vinamchochea mtu sasa kufanya vitendo vya udhalilishaji. Kisaikolojia, akili ya mtu inavyokuwa inafanya kazi. Labda nizungumze tu mtu tunayemzungumzia ni yupi. Mwili huu mimi na wewe tumegawanyika katika vipande vitano ili uelewe na mtazamaji aweze kuelewa. Kuna mwili huu wa nyama, kuna mwili fikra, kuna mwili nafsi, kuna mwili roho, kuna mwili mtu. Mwili mtu ambaye ni mjumuiko wa vyote. Mwili nafsi, mwili huu wa nyama, akili yake ni jinsi, DNA, vinasaba. Mawasiliano hayo yanatupa taarifa. Panatakiwa pawe na harmony nzuri ya uelewa. Alafu mwili wa fikra ni kumbukumbu unazotunza, mtu anazotunza. Anatunza nini? Anahifadhi nini? Mwili nafsi ni mawazo, akili yake ni mawazo. Una mawazo chanya zaidi au una mawazo hasi zaidi? Utaonyesha kwenye jamii unafanya nini. Ukiwa na chanya zaidi utaenda vema, utapunguza hata makali yanayotokea. Ndio pale ukiwa na uchanya utaweza kupunguza ukali wa uhasi unaotokea kwa mtu mwingine. Mwili roho ni maono. Maono yako ni yapi? Unachokipanga, unatekeleza, unakwenda ipasavyo. Mwili mtu ni uwepo. Present moment, uwepo ni sasa. Sasa hivi tunafanya hii tunachokifanya hapa, kuna mtu anapona kule moja kwa moja katika wakati huu. Je, mtu yuko sasa au yuko jana? Maanake mwenye kuendeshwa na msongo wa mawazo anaishi kwa yaliyopita akiwa leo. Mwenye kuendeshwa na anxiety au matamanio makubwa yuko kesho akiwa leo. Utakuta vurugu kwenye jamii sasa inaamka kwa sababu haelewi hata kile kinachofanyika. Sasa kama ulivyozungumza hapo, labda tuende kwenye chanzo moja kwa moja. Chanzo hapo, shida kubwa kwangu kwa sababu nimekuwa nikitoa afya ya akili ndio wakili wa mtu hapa duniani. Chanzo kikubwa, watu wengi afya yetu ya akili imeathirika kwa kujua na kwa kutokujua. Ndugu yangu hapa amezungumza na wale kule wamezungumzia habari ya maadili, malezi na makuzi. Sasa hivi watu hawana ukaribu. Baba hana ukaribu na watoto wake. Sisi tulikuwa watoto hapa tulipo. Lakini sasa hivi angalia umbali uliopo. Mpaka daycare zimeanzishwa, mzazi anakimbia, baba anakimbizana na hiki, mama anakimbizana na hiki, watoto wameachiwa mwalimu kule. Watakutana naye jioni na akirudi jioni amechoka. Huyu mtu anakwenda. Kuna hatua zile za malezi ambazo zinamjenga kabisa mtoto kwa namna ya kwenda na namna ya kusimama. Sasa afya ya akili kwa wengi ni changamoto. Neno ambalo linazungumzwa tu kwa nani, lakini kwa kujua na kwa kutokujua sasa inatupa shida. Mtu akiwa na afya nzuri ya akili ana ustawi katika mambo, ana kiasi. Hawezi. Maana yake ukiwa na kiasi una hekima. Kila jambo utalifanya kwa tahadhari. Kabla hujaamua unafikiri mara mbili kwamba hivi nikimfanyia hivi kitatokea nini. Ukiwa na kiasi una uwezo. Ukiweza kudhibiti hisia zako kama ulivyosema kwamba siku ile ulifanya vile ikawa, ukiweza kudhibiti emotional intelligence, hisia zako zikiwa chanya, uchanya wako, utu wako utasomeka zaidi. Ndio maana pale unaweza ukawa kimya kwenye jambo ambalo kila mtu anashangaa, kwa nini hajajibu? Kwa nini hajafanya? Sasa hiyo ni changamoto. Alafu nyingine ni kuwa na furaha muda wote. Ndio janga pia kwenye jamii. Watu wengi unaotizama hatuna furaha, hatuna amani. Ukiwa na furaha hata mtu akikufanyia jambo. Ndio maana wachekeshaji na MC yeye anachanja mbuga tu. Atafanya mambo yatakwenda. Ukiwa na furaha hata magonjwa hayawezi kuingia kwenye mwili. Mtu akikudhalilisha utakubali. Ukikubali umepunguza makali. Ndio maana mtu akikutukana ukiwa kimya anaanza kujiuliza maswali. Hujamjibu
maana yake linarudi kwake. Asante. Ile nguvu. Asante sana. Hivi mtu anayedhalilisha kuna namna yeye anafurahia anapata furaha kupitia kumdhalilisha mtu Ndio. Ndivyo ilivyo. Yeah. Wako watu. Kwa kuna watu hupata furaha kwa wenzao kukosa furaha. Labda nizungumzie hapo kidogo. Si ndio maana yake ni hiyo? Au ndugu. Kuna mtu ambaye watu ambao ni melankoliki, kuna tabia na aina za watu. Melankoliki, koleriki. Melankoliki ni watu ni wale ambao wanatunza chuki. Kuna watu wa namna hiyo. Kwa hiyo furaha yake ni maumivu yako. Kwenye jamii lazima uelewe. Yeye furaha yake ni kwamba na kuna watu hapo wakidhalilishwa na wenyewe ili kupata auheni ya mwili wao, naye lazima a shoot out. Kwamba lazima niseme sasa na mimi kwamba naye ndo apate auheni, akikaa nalo anaumia. Hakuna chuki inayoondoa chuki. Sasa hao wamekutana wanaofanana. Upendo ukiwa, ndio maana yule anasema lipiza jema kwa baya. Mwenzako akikufanyia ubaya, wewe rudisha jema. Ataanza kuchanganyikiwa mwenyewe. Akikukosea wewe msamehe. Ukimsamehe kuna hatihati ya kumbadilisha yule kwa kile anachokufanya. Lakini lazima uwe na imani. Kuna wengine hawabadiliki. Naomba nisome ujumbe. Nisome ujumbe afu twende tukasikilize huko mkoani wanazungumza nini, turejee pia kwa mwanasheria wetu. Huyu anasema mimi naitwa Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda. Mimi naona chanzo ni ushamba tu. Kamaliza. Asante Hamisi. Anasema hello weekendi, mmependeza sana hapo studio. Mimi nafikiri katika mahusiano vile tukiwa tunaendelea kukua, kuna uwekezaji fulani hivi. Yaani mimi nimekutoka kijijini kwenu, huko sijui wapi, huko Morogoro ndani amezungumza. Nimekuleta Sinza hapa Dar es Salaam kwa wajanja. Baada ya muda unaanza kunisumbua. Unaenda kwa wengine. Lazima nikuseme tu kwamba yote ambayo umeyapata ni mchango wangu. Na ndio maana huwa tunaambiwa ukiwa na hasira usiongee, wala ukiwa na furaha usiongee. Anaitwa Dr. Mihayo kutoka Tanga. Sasa Dr. Mihayo, ujumbe wako umeupata hapa. Anasema kama alinivunjia heshima rafiki yangu, nitamuita nyumbani kwetu nikae naye nikiwa na mama yangu, nitamuuliza anahitaji kuwa na urafiki na mimi au la. La sivyo basi itabidi tumalizane kwa heshima. Haya. Anaitwa Bahati yupo Tabata, anasema sababu kuu ni kulipiza kisasi pale ambapo mtu anaona hana namna nyingine ya kulipiza kwa kile kibaya ulichomfanyia, anachagua kumwaga siri za wenzake na kuwadhalilisha. Asante. Anasema Messi na Jojo, chanzo cha kuvunjana heshima ni mtu mwenyewe kutojiheshimu kwenye mambo yake. Mfano watu wengi huigiza maisha nyuma ya pazia, huenda mambo meusi ambayo baadaye huvunja heshima zao pale yanapojulikana. Anaitwa Chuma, anatoka Turiani. Hasani Abdalla anasema haya, nitaendelea kusoma ujumbe wako hapa kwa wote ambao mtakuwa mmetuma, kama tutapata bahati ya kusoma ujumbe wenu, maana muda wetu nao unakimbia sana. Kwa sasa hivi tuelekee kule mkoani Songwe ambapo nako wamezungumza na mwandishi wetu Joyce Lianda. Wanazungumza juu ya chanzo cha hivi vitendo vya udhalilishaji katika jamii. Nadhani ni mazoea mabaya ya kukomeshana, yani kuonyeshana umwamba kwamba mimi ni zaidi ya yule, kwamba yule bila mimi hawezi kuishi. Na ndio maana mtu anapata ujasiri wa kwanza kumchafua huko nje. Lakini hii tabia haipendezi kabisa na wala haimpendezi Mungu. Na shauri ikitokea wewe na mwenza wako mmeachana, mjaribu kuchukuliana, kuhifadhiana. Hakuna binadamu aliyekamilika. Kwa sababu kuna siku unaweza kukumbuka hata jema moja alilotenda kwenye ndoa yenu na ukatamani kurudi, ikashindikana kwa sababu ni wewe utakuwa umejenga fence ambayo mtu mwingine hawezi kukuvunjia. Ni lazima uvunje wewe ili urudi kwenye ndoa yako. Chanzo kikubwa ni upendo unakuwa umeisha. Mapenzi yakiisha, basi watu wanajianza kujichukulia vile wanavyoona wao, kudhalilishana kama kukomoana. Ni kwa sababu upendo haupo. Lakini upendo ukiwepo, mtu hawezi kumdhalilisha mwenzie kwa sababu. Lakini kikubwa zaidi na cha kufanyika ili swala liweze kuisha ni watu hasa kumrudia Mungu. Ukishamjua Mungu, ukishajifunza kuhusu upendo hasa kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Biblia inasema amri yangu ndio hii, pendaneni.
na upendo unastiri wingi wa dhambi, na ndio amri kuu. Ukiwa na upendo utakuwa mvumilivu. Ukiwa na upendo utamvumilia mwenzio. Ukiwa na upendo unastiri wingi wa dhambi. Hautaweza kumdhalilisha mwenzio kwa sababu na upendo. Lakini ili mtu aweze kuwa na upendo wa dhati ni pale atakapomrudia Mungu. Uwe na hofu ya Mungu, umwabudu Mungu, hudhuria kwenye nyumba za ibada, jifunze neno la Mungu. Ukijifunza neno la Mungu basi utakuwa na upendo hata kwenye ndoa yako. Natakiwa watu wamrudie Mungu na wamwabudu Mungu. Na watu wamesahau kwamba upendo ni amri. Mtu akukosee, asikukosee, kupendana ni amri. Hata kama kwenye mahusiano mmoja wenu anaweza kukosea, lakini wewe ambaye hujakosea usianze kuongea mitandaoni, mimi sikumkosea, mimi sijui nilifanya hivi. Kunyamaza, ukimya nao ni jibu. Mwanzo wake. Alafu pia tunapodhalilishana tukumbuke kwamba unakuta kwenye mahusiano yenu mlikuwa na watoto, au Mungu amewajalia watoto, na masuala ya mitandaoni hayaishi. Masuala ya mitandaoni ni milele. Tunaweza tukafa, lakini mitandao inaendelea kuwepo. Wale watoto tunaowazaa tunawaletea shida kubwa baadaye. Unakuta ni mtu alikuwa hayuko mitandaoni, alikuwa mtoto mdogo, anaanza kuonyeshwa wazazi wako walifanya hiki, ona ilikuwa hivi. Mtoto anaanza kumtesa psychology. Baadaye inaonekana kama mmoja wapo yupo au mlishafariki wote, anaweza akaichukia hata maiti. Kwa ni kitu ambacho hakistahili kugombana. Kama mwenzio akitukana, wewe nyamaza. Kama mwenzio akikudhalilisha, wewe nyamaza. Hata yule anayekudhalilisha ataacha. Haya, shukrani sana wakazi wa Songwe kwa ujumbe wenu huo juu ya vitendo vya udhalilishaji, vyanzo vyake, lakini nini ambacho tunaweza tukafanya. Turejee kwa wakili, maana swala hili ni lina uzito wake hadi sheria imeweza kulitambua. Alitujuza hapo wakili vifungu vyote vinavyozungumzia juu ya udhalilishaji na adhabu zake. Wakili Agustino Mwanyigu, bila shaka unatusikia. Sasa kabla hatuja kuacha hapo, nilikuwa nimezungumza kwamba sheria inatambua vipi juu ya mstari uliopo kati ya udhalilishaji na kuzungumza ukweli. Sasa asante kwa swali zuri. Ili kitu kiwe kosa, kuna vitu viwili vikuu ambavyo huwa vinapimwa. Kitu cha kwanza ni mawazo yako, intention, dhamira, ambayo inaitwa manslaughter kwa Kilatini na kwa lugha ya kisheria. Lakini kitu cha pili ni kutimiza sasa ile adhma yako uliokuwa nayo kichwani, kitendo actual, inaitwa actus reus. Kwa hiyo ili kupima kwamba wewe bwana ulikuwa na nia ovu, hizo element mbili zinatakiwa zikutane, kwamba huyu bwana aliwaza kwanza au alishawahi kuniambia kwamba mimi nitakudhalilisha. Tunajua kwanza huyu mtu tayari alikuwa na plan ya kufanya hivyo, na baadaye ukaexecute, yani ukatimiza kitendo cha kumdhalilisha kweli huyo mtu mwenzako yeyote ambaye anahusika na wewe. Maana yake ule mstari unakuwa umeshauvuka, kwamba huyu bwana ulikuwa umedhamiria kufanya uovu juu ya heshima na utu wa mwenzako. Lakini kuna namna ambapo udhalilishaji unaweza usiwe udhalilishaji, na sheria imeweka wazi. Kwa mfano, jambo lolote ambalo limezungumzwa bungeni, sheria ambavyo Newspaper Act imesema, jambo lolote likizungumzwa bungeni au likatolewa katika gazeti la serikali au limetolewa katika hukumu, wewe bwana ulipatikana na hatia ya ubakaji au udhalilishaji, ile hukumu ni public document, ni nyaraka ya jamii nzima isome na ijifunze. Na ndio maana chini ya adhabu zake wanasema ili jamii nzima ijifunze vitu ambavyo ni vya ukweli. Kitu ambacho kimetangazwa na mtu ambaye ni kazi yake, yani mwandishi wa habari amekuja kutangaza habari ambayo of course inakuchafua, lakini ndio ukweli, haiwi jinai, haiwi kosa, na haitambuliki kama huu ni udhalilishaji. Kwa hiyo dhamira
ambayo anakuwa nayo mfanyaji wa hicho kitu, huo udhalilishaji, dhamira yake na kitendo chake ndio kinachotengeneza ule mstari unakuja kutengenezwa hapo. Dhamira yako ilikuwa ni ipi? Dhamira yako ilikuwa ni kuhabarisha Watanzania kwamba huyu mtu bwana amefilisika, na sheria na serikali vyombo vinavyohusika na kumfilisi mtu vimetamka kwamba huyu mtu amefilisiwa. Maana yake jukumu lako ni kuiambia jamii isiingie katika mkataba wowote au makubaliano yoyote yenye hali ya kipesa na huyu bwana. Yeye anaweza kaona kama amedhalilika, lakini kama chombo cha habari umetimiza wajibu wako, na hiyo haitahesabika kama ni kosa. Lakini kama Azam TV tumesema bwana, sisi tuna ugomvi na bwana Agustino, sasa tunataka tu kuharibu picha yake, na bila ukweli, bila justification yoyote, mnaamua kuniposti, mnaamua kuniandika, mnaamua kunizungumzia kwa lengo la kuniharibia heshima. Hiyo ni jinai na ni kosa kabisa. Kwa hiyo mstari uliopo ni kwa vitu vile viwili, intention yako na kutimiza lengo lako. Baada ukitimiza ile lengo ambalo tayari tumejua intention yake, manake umeshavuka ule upande wa pili. Kwa mfano hili swala la mtu fulani amefilisika, kama ulivyozungumza, tayari limeshawekwa mahakamani, lakini aliyekuja kuzungumza ni shemeji, ni wifi, ndio anakuja kusema kwamba fulani amefilisika, sio chombo cha habari. Hii itaingia kwenye kosa na ni ukweli? Haiwezi kuingia kwenye kosa, kwa sababu ni ukweli. Haiwezi kuingia kwenye kosa. Yani kitu kikiwa ni ukweli, ambacho sasa pia inategemeana na nature hicho kitu. Ni ukweli kwamba umehukumiwa kwa kosa la ubakaji au ulawiti, wewe ni muovu, na mahakama imesema wazi kwamba wewe umepatikana na hatia, ushahidi umeonyesha wewe ni mkosaji. Hiyo kitu hawezi kusema kwamba bana watu wamenzungumzia mtaani, wamepublish, wameposti, wamendhalilisha. Hapana, ni ukweli. Umeona? Lakini hapo pia kuna mstari mdogo pia. Ni ukweli kwamba wewe labda ulifanya vitendo vyako vya faragha ukaviposti, ni ukweli, lakini swala la kutuletea kwenye public hivyo vitu vya faragha, tayari hiyo ni kosa. Wakili, kwa hiyo inategemeana na nature ya kitu ambacho kimefanyika na aina ya udhalilishaji. Wakili, unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Nakusikia. Okay. Pamoja na uwepo wa sheria, bado vitendo hivi vimekuwa vikiendelea. Ni jamii kuwa na kibri, au ni nyinyi kama watu wa sheria mmeshindwa kutoa elimu, watu kuendelea kutambua kuhusiana na hili? Lakini vipi kuhusiana na hali ya kesi ya huko mlipo nyinyi? Hali ya kesi ikoje kuhusiana na masuala haya ya udhalilishaji? Kimsingi kuendelea kwa haya mambo kuna dhana mbalimbali. Mimi kwa mtazamo wangu, sasa hii ni personal. Ya kwanza nitasema jamii yetu ambavyo imekuwa ikiishi, kuna mambo mengi ya msingi ambayo inachukulia kawaida. Yani mtu amekutukana kwa kutaja viungo, mtu amefanya jambo, tuna tabia ya kupuuza. Yani jamii yetu imejijenga katika kwamba hii nalo litaisha, hii haina sababu yoyote ya msingi kushikilia, kukaza, yani kwamba nilifuatilie nifikie mwisho wake. Na pia hiyo ni sababu ya kwanza, kwamba tumejijengea kawaida ya kuchukulia vitu kwa wepesi, ambapo sasa imekuwa ni tabia, na ni tabia endelevu ambayo tunairithisha kwa vizazi vyetu na watu wetu wa karibu, na yani vizazi vinavyokuja vyote vinadhani kwamba mambo ni rahisi, mambo ya kawaida. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni elimu. Muda wetu umetupa mkono, Agustino. Tunashukuru sana. Tunaona hili ni somo refu, kwa hiyo tutakuwa tunakualika kadri ambavyo tutakuwa tunafanikiwa ili uendelee kutupatia elimu zaidi. Lakini tumezungumza pia na wakazi wa Simiyu, na wametoa mchango wao katika mada hii. Wengine tunaweza tukasema ni ulimbukeni, lakini wengine ni wanafata mkumbo,
kwa sababu asilimia kubwa wengine unakuta anapoona mtandaoni fulani kakosana na mtu fulani, mfano hata mastaa wanaporushana mtandaoni na mwingine anafata mkumbo, na yeye yani kuna ile kuiga, anahisi kwamba anatafuta kiki, lakini kwa ukifuatilia kwa undani haisaidii chochote zaidi ya kuzalilika tu wewe ambaye ndio umeanzisha hilo jambo. Na kingine ni kushuka kwa maadili, kwa sababu unapotumia simu kama suluhisho na hujamfuata yule ambaye mmekosana mkayamaliza, inakuwa ni kuzalilishana na utovu wa maadili pia. Yaani hapo inatakiwa wawili mkae chini mliokosana ili myamalize. Siku zote migogoro inamalizwa na watu wawili ambao wamekosana, na sio jamii ambayo haijui chanzo cha mgogoro wenu. Yaani mnaweza kosana mwenzeo ukamzailisha kwa jinsi gani? Maana mwenzako wewe mwenyewe katika maongezi yenu unaweza shangaa akakuzailisha kwa kitu kidogo, unaona? Haikuzailisha kwa kitu kidogo, wewe sasa katika kuja kukosana tena lazima umzailishe zaidi ya yeye, unaona? Maana yeye anaweza kuzailisha kwa watu kadhaa, lakini mimi naweza kuja kumzailisha mbele ya watu, unaona? Mbele ya marafiki zake, unaona? Ando situation hiyo inakuwa hivyo. Mimi sitamzailisha kama yeye alivyonzailisha, mimi nitamzailisha zaidi ya hapo, aone kwamba fundisho kwamba kumbe fulani nilimkosea kanizailisha zaidi yangu. Ni kwamba mtu anaona yeye ajihami kwenye lile tatizo ili mwenzie aonekane ana mapungufu. Pia anatafuta yeye kuonekana ni bora kuliko mwenzie. Saa nyingine pia watu wanatafuta umaarufu. Shukrani sana mwandishi wetu Rehema Evans kwa kuzungumza na wakazi hao wa Simiyu. Jamani, tunavyofunga sasa kwa sekunde kadhaa, Mpilipili, nimedhalilishwa, nafanya nini ili kurejesha heshima yangu? Kwanza puuza kile kilichotokea, kwa sababu sio wewe ulivyo, ila ni vile alivyoamua kuchukulia yule, hata kama ingekuwa ni sehemu ya udhaifu wako. Lakini la pili, angalia athari ya udhalilishaji, chukua hatua. Kama inastahiki kushtaki, shtaki ili uweze kurejesha vyombo vya sheria. Lakini kama ni kitu ambacho unaona kwamba hakina uzito kiasi hicho, na wewe mwenyewe kulingana na matendo yako mema katika jamii bado una uwezo wa kuendeleza na jamii kuchukulia, endelea kuonesha kwamba hujatetereka na wala na chukua jukumu la kukaa kimya kuliko kujibizana, kwa sababu unaendelea kujidhalilisha zaidi. Asante sana. Asante sana mwalimu, sekunde kadhaa unamalizaje? Na nimeona una kitabu chako hapa. Asante. Kweli mtu anaweza akaathirika kwa kusongwa na mawazo kwa kitendo kile, lazima aweze kupata msaada wa kisaikolojia. Mtu anaweza akafikia akajitoa uhai kwa sababu ya kutokukubali ile hali na jamii jinsi inavyomzunguka. Kwa hiyo lazima upate ushauri wa kisaikolojia uweze kukusaidia ili mmomonyoko wa maadili usizidi kukutereresha na ukaenda mbali. Katika hayo nimeandika kitabu ambacho kinaitwa Afya ya Akili na Ustawi wa Ndoa. Ndani mwake nimezungumza haya tunayoyazungumza. Kwa hiyo kitabu hiki ukiwa unakihitaji kwenye simu za Android unaweza ukatumia Springplay App Store, Springplay Play Store na Springplay App Store kwa watu wenye simu za iPhone. Kwa namba ya simu ya kwangu ukiwa unakihitaji ni 0785 270 390. 0785 270. Asanteni sana kwa nyote ambao mmeshiriki na sisi. Umetuma ujumbe wako, pole kama tujausoma, tunaomba radhi, tutasoma tena wiki ijayo. Tulikuwa na Agostino Mwanyigu, huyu ni wakili, alitujuza kwa upande wa sheria nazungumza nini, unaweza kuchukua hatua. Lakini tulikuwa na wageni wetu hapa studio, Rajabu Mpilipili, huyu tumezungumza naye, mtaalamu wa saikolojia, pamoja na mwalimu Samuel Molel, huyu mtaalamu wa sosiolojia. Rajabu Mpilipili na mwalimu Samuel Molel, mtaalamu wa saikolojia. Mimi ni Merosi Mbamo, zangu ni Jeffred Arnold, bwana harusi. Bwana harusi. Tuhitimishe hivyo. Asante.